Karibu katika channel yetu hii ya afya ambayo tunajifunza habari za afya. Katika channel hii tunajifunza afya ya akili, afya ya roho na afya ya mwili. Nafikiri ni sehemu pekee ambako unaweza ukapata kujijua afya yako katika ujumla wake. Sehemu nyingi ambazo tunajifunza kuhusiana na afya, huwa tunajifunza kuhusiana na upande mmoja tu wa afya ambao ni afya ya mwili. Na akili kidogo naita kidogo kwa sababu pia tunachojifunza huwa sio ule uhalisia. Yaani nikiwa na maana utaambiwa uwe na positive mind, uwe na good emotions na vitu kama hivyo. Lakini vitu vyote hivyo tutakapokuwa tukiendelea kujifunza na tunapoendelea kujifunza tutagundua kwamba vinaweza kuwa vinapungua kitu fulani katika maisha yetu, umeona? Lakini hapa katika channel yetu hii tunajifunza kwa undani. Na moja kati ya kitu ambacho huwa tunapenda kuendelea kukirudia mara kwa mara ni kwamba hauwezi ukatenganisha akili na afya. Yaani huwezi ukatenganisha mwili na akili au akili na mwili. Vyote vinafanya kazi pamoja. Ni two entities ambazo ziko tofauti lakini zote zinafanya kazi pamoja. Ni sawa sawa na kompyuta ambako kwenye kompyuta kuna software na hardware. Hauwezi ukawa na kompyuta pasipo hardware. Lakini pia hauwezi ukawa na kompyuta function na maana za kompyuta pasipo kuwepo na software. Utakuwa tunalikasha fulani ambalo liko tu hapo ambalo haliwezi likafanya kitu chochote. Kwa hiyo ili uweze kuwa na kompyuta inayofanya kazi lazima uwe na vitu vyote viwili vinavyofanya kazi kwa wakati mmoja ambavyo hauwezi ukavitenganisha. Na ndivyo ambavyo hata sisi tupo. Kwa hiyo channel yetu hii kama nilivyosema ni channel inayozungumzia afya. Afya ya mwili, afya ya akili, afya ya mahusiano, vyote hivyo ni afya. Kwa hiyo hauwezi ukavitenganisha kwa sababu vyote hivi vinahusiana. Na leo tuna somo zuri ambalo linaongelea kuhusiana na kula waliokufa. Eating from the dead. Kula waliokufa. Sasa kama nilivyosema, ili tuweze kujua kwa nini nimesema kula kwa waliokufa, na hili ni tatizo ambalo wengi tunalo, na tunakula kutoka kwa waliokufa kwa kujua au kwa kutokujua, lakini kiuhalisia tunakula kutoka kwa waliokufa. Kifo ni kati ya kitu ambacho kimekuwa kikileta majonzi, kikileta huzuni, kwa sababu wanaokufa ni watu ambao tunawapenda, ni watu ambao tungetamani tuendelee kuwaona wakiishi. Na sisi wote tutakufa kwa sababu hilo lilishasemwa kwamba tutakufa. Lakini ni jinsi gani ambavyo tunachukulia kifo, alafu ni jinsi gani ambavyo sasa sisi tunakula ambao ni wazima, kula kwa wao ambao wamekufa. Ni ajabu sana. Yaani rafiki yangu, hata wewe hapo unapokuona kabisa unakula kwa maiti, yaani unakula kwa watu ambao wamekufa. Sasa inaweza kawa ni kidogo ni strong language, inaweza kawa ni lugha ambayo kama ni ngumu kidogo kuipokea, lakini huo ndio uhalisia. Na ili tuweze kupona ni lazima tuweze kupokea mambo ambayo ni magumu, likiwemo hili hapa la kula kwa waliokufa. Sasa idea ya kifo au hili swala zima la kifo limekuwa ni swala ambalo tumerithi imani ya kifo kutoka katika imani mbalimbali. Nitaanza kuelezea imani chache ambazo zimeathiri hata imani zetu za kidini. Nasema zimeathiri kwa sababu ni imani ambazo zimetokana na haya mataifa ambayo nitataja, na kiuhalisia imani zetu zote kuhusiana na kifo zinatokana kwa asilimia kubwa, zinatokana na haya mataifa. Na hizi imani zimetupelekea sisi kuweza kuwa na afya mbaya. Hizi imani zimetupelekea sisi kuugua. Hizi imani zimetupelekea kuwa na magonjwa ambayo tukienda hospitalini hawana uwezo wa kupima kipimo cha kwamba wewe ulikuwa unakula kutoka kwa watu waliokufa. Kwa hiyo kama kawaida utapewa tu dawa, lakini ambazo zinaweza zikatuliza maumivu au zikakufanya ukajisikia auheni. Lakini saa nyingine tunakutumia dawa kwa maisha yetu yote pasipo kupata auheni. Imani ya kwamba kuna maisha baada ya kifo kwa sehemu kubwa ilianzia Babylon, lakini ikatapakaa na ikasambaa duniani kote, na ikawa so strong katika mataifa ya Misri, Egypt
lakini Ugiriki au Yunani au Greece, lakini pia na Babeli au Babylon na Rumi. Kwa hiyo mataifa haya manne yote yaliathirika au yameathirika na imani hii ambayo nakwenda kuiongelea ya kifo, yani kwamba mtu akifa anaendelea kuishi, yani kuna maisha baada ya kifo. Sasa imani hii ikapenyeza na kuingia sasa hata katika imani ya Kikristo, kwa baadhi ya imani za Kikristo ambayo watu wanaamini kwamba kuna maisha baada ya kifo. Sasa kwa mfano ukiangalia wa Misri, wao walikuwa wanaamini maisha baada ya kifo, na katika maisha baada ya kifo waliamini kwamba ni lazima kuwepo na matayarisho makuu ambayo yatakiwa yafanyike ili huyu mtu anapokwenda katika maisha haya baada ya kifo kuishi huko. Yani walikuwa wanaamini kwamba hapa duniani unapita, na kama nilivyosema kwamba hata lugha ambazo tunazitumia sasa hivi ni lugha ambazo tumeathiri kutoka katika upagani. Kwa mfano, wote tunatumia lugha hii, wengi wetu tunatumia lugha kwamba he has passed away, yani kwamba he has passed away, yani tukimaanisha kwamba mtu amefanyaje, mtu amekufa. Okay, lakini hii lugha ya he has passed away maana yake nini? Ni kwamba amepita kutoka katika ulimwengu huu wa maisha ya watu ambao tunaishi, na amepita sasa, ameenda katika ulimwengu mwingine wa watu ambao na wenyewe wanaishi, lakini sasa hawaishi hapa duniani. Kwa hiyo wanaishi kupitia roho zao. Imani hizi ndizo ambazo tumekuwa tukizitumia, na ndio maana zimeingia katika vocabulary za maneno yetu. Okay, sasa kwa mfano hawa watu wa Misri walikuwa wanatengeneza pyramids kwa wale watu ambao ni maarufu kama kina Farao, kama watu matajiri ambao waliweka nyumba kubwa ili sasa roho zao zitakapovuka kutoka katika maisha haya ya duniani ziweze kuishi katika maisha hayo mengine, ndio katika majumba makubwa ambayo sasa ni pyramid. Kwa hiyo makaburi yao yalikuwa katika mfumo huo wa pyramid, na waliandaa zawadi, waliandaa vitu ambavyo wataweza kwenda kuvitumia kule. Na historia zinaongelea kwamba pia walikuwa wanachinja pamoja, wanawaua pia wafanyakazi au wale watu waliokuwa wanawapenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliamini wataendelea kupata huduma kutoka kwa hawa watu pale watakapokuwa wamekufa. Sasa ni kweli au sio kweli? Naomba tuendelee kuungana pamoja nami. Kwa hiyo hawa ni wa Misri. Lakini pia waliamini kwamba mtu akifa roho yake inapimwa katika mzani ambao hii roho ni lazima iwe nyepesi kama unyoya, ilikuwa inaitwa mat. Kwa hiyo hii imani ilikuwa inasema kwamba hii roho ikipimwa kama itakuwa na uzito, ina maana kwamba hii roho ilikuwa inaingia katika mateso, lakini kama itakuwepo na wepesi, basi itaingia moja kwa moja katika raha. Kwa hiyo ina maana kwamba hata katika imani za watu wa Misri, hapa naongelea ancient Egypt, hapa naongelea ile Misri ile ya zamani, ambazo of course zinaweza zikawa zinaendelea mpaka sasa hivi, pamoja kwamba sasa hivi kuna imani nyingi ambazo zimekuja za Kikristo na kadhalika. Lakini nikiwa na maana kwamba ile paganism yenyewe original waliamini pia kwamba kuna hukumu baada ya nini? Baada ya kifo. Na hii inadhihirisha hata katika Ugiriki pia. Wagiriki pia waliamini kwamba kuna maisha baada ya kifo, na kuna ulimwengu mwingine ambao uliitwa underworld, ambayo pia hizi falsafa hata Warumi pia walikuwepo nazo, underworld, chini ya ulimwengu, na kwamba kuna maisha baada ya kifo. Kwa hiyo utagundua kwamba falsafa hizi zote come back to our world na Hollywood, kama unavyoona hapo katika picha hiyo na video hizo hapo. But no living person has ever visited their world until now. Falsafa za Misri, lakini falsafa zote hizi kama nilivyosema zinatoka Babeli. All right, who's in there? I'm sorry. What's going on? Sasa nini kwamba
falsafa hizi zote ni kwamba kuna maisha baada ya kifo na kuna maisha yanayoendelea baada ya kifo. Lakini kuna falsafa nyingine ambayo ni falsafa ya Biblia, na mimi ni Mkristo kama mimi naiamini kwamba remind me how I know you? They're your family. Hakuna mwendelezo wa maisha. We have to get you back home. Na anakuwa anasubiria sasa baada ya kifo kuna ufufuo baadaye. Na hata ile kanisa la Catholic, Roman Catholic lilichukua imani hizi za kipagani, ikiwapo imani ya kwamba kuna maisha baada ya kifo, yani kwamba mtu anapokufa roho yake inaendelea kuishi, na ndio maana kuna fundisho linaloitwa purgatory. Fundisho la purgatory kiuhalisia kabisa si fundisho la Biblia, bali ni fundisho la kipagani. Sasa hili linahusiana vipi na somo zima au swala zima la afya? Lina kila kitu kuhusiana na afya. Ninachojaribu kukifanya hapa ni kuprove. Okay, ninachojaribu kufanya hapa ni kuprove kwa wewe, ni kuonesha kwa wewe kwamba kile ambacho upagani imefundisha na kile ambacho Biblia inafundisha na kile ambacho sayansi inafundisha ni nini ambacho kiko sahihi. Ukiangalia Biblia inasema hivi, mtu akifa amekufa. Ndio haya mafungu ambayo tumeangalia hapo. Mtu akifa amekufa na hakuna conscious, hakuna maarifa, kama hili fungu ambalo unaliangalia hapo la Mhubiri anasema kwamba hakuna maarifa kule uendako. Kwa hiyo chochote kile ambacho una paswa kukifanya, ukifanye sasa hivi kwa uaminifu wote, kwa sababu kule uendako hakuna nini? Hakuna maarifa. Sasa fungu kama hili linajaribu kuonesha kwamba liko tofauti kabisa na imani zote za kipagani ambazo zenyewe zinasema kwamba kuna maarifa. Kama tumeona kwamba Wagiriki wa Misri walikuwa wanatengeneza mpaka yale mapiramid kwa ajili ya kwamba wakaishi kule. Na hata sisi leo hii kuna watu tumewaona wakitengeneza makaburi makubwa, wengine wakisema waziko na magari yao, wengine wakisema waziko na saa zao za dhahabu na pesa nyingi. Na kuna wengine ambao nafikiri labda wamelielewa hili somo vizuri, baada ya kuzika kabla zeke lile halijakauka, wanafukua, wanamvua suti, wanamvua saa, wanatoa pesa na wanaendelea na maisha. Hatusemi lile ni jambo jema kulifanya, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba vile vitu sio mali yako, lakini kiuhalisia yule mtu aliyepo pale ni amekufa. Hakuna tena conscious, hakuna fahamu wala hakuna chochote ambacho kinaendelea. Sasa tunapoamini imani hizi za kipagani, imani hizi za kutoka Misri, imani hizi za kutoka Ugiriki kwa Wagiriki, imani hizi za kutoka kwa Warumi, ni nini kinachotokea? Ni kwamba tunaamini kwamba tunaweza tukaendelea kupata msaada. Tunaamini kwamba tunaweza tukaendelea kupata mafanikio na kufanya mawasiliano kutoka kwa wale watu ambao wamekufa. Ina maana kwamba tunaweza tukala kutoka kwao, eating from them. Nikiwa na maana, anaposema kula, na maana kwamba sio kula chakula. Kula na maana kwamba tunaweza tukafaidika, yani tunaweza tukabenefit kutoka kwa hao watu ambao wamekufa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya imani hii ya kipagani. Ni kwa sababu ya imani hii ya maisha baada ya kifo. Kiuhalisia, watu wengi tunaugua maradhi mengi kwa sababu tunakwenda na tumeweka tumaini letu kwa watu waliokufa. Ndio maana nikasema hivi, nataka wewe uweze kuwa ni judge wewe mwenyewe. Mimi sitaki ni judge. Mimi sitaki ni hukumu. Nataka wewe uhukumu. Nina present case, nataka wewe uwe hakimu. Kama unaona ni sahihi, endelea kula kutoka kwa watu waliokufa. Lakini kama unaona ni sio sahihi, na kama ulikuwa hauelewi, Mungu akusaidie sasa ubadilike. Haijalishi ulikuwa unampenda mke wako kiasi gani, haijalishi ulikuwa unampenda mtoto wako kiasi gani, haijalishi ulikuwa unampenda mama yako kiasi gani, lakini she is dead, he is dead. Hao wote wamekufa na hauwezi ukala kutoka kwao. Yani you cannot get anything. Hii ni lugha ambayo naitumia nikiwa na maana kwamba getting anything from them, kupata chochote kutoka kwao.
By the way, ukisema katika Biblia inasema kwamba tumle Mungu, mumuonje Mungu na muonjeni Bwana na muone ya kuwa yu mwema. Kwa hiyo tunashauriwa tumle Mungu. We should eat from God, not from the dead people. Wengi wetu tunatumia gharama kubwa sana kutengeneza makaburi na yanapambwa. Tunafanya mpaka na ibada katika makaburi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaamini kwamba kuna consciousness, tunaamini kuna kusikia ama kutambua ama utambuzi kwa wale wapendwa wetu ambao wamekufa. Biblia imesema vizuri katika fungu linaloliona hapo kwamba ndugu zangu, tusio kama watu wasioamini. Sisi tunaamini kwamba kuna ufufuo, kuna siku ambayo Mungu atakuja kutufufua, na atakapokuja kutufufua tutaungana tena na wapendwa wetu. Hiyo ndiyo lugha ambayo tungekuwa nayo, tungekuwa na imani kwamba leo hii rafiki yangu akifa, mama yangu akifa, mke wangu akifa, mume wangu akifa, mtoto wangu akifa, yoyote yule akifa, nitakuja kuungana naye siku ile Yesu atakapokuja. Na kiuhalisia unaweza pia ukaamua kwamba hakuna kiama, hakuna mwisho wa dunia. Unaweza ukawa unaendelea kwenda kwenye kaburi na kuamini kwamba unaweza kufaidika kutoka kwa yule mtu aliyekufa. Unaweza kawa unaongea maneno, nenda huko uliko utusaidie, utuombee, utupatie faraja na kadhalika. Lakini rafiki yangu, hiyo ni deception. Sasa maisha ni hivi, kanuni ya maisha ni kwamba ukila kifo, tuliangalia hata katika vyakula kwamba matumbo yetu hayakutengenezwa kuwa kaburi la kuzika mizoga, nikiwa na maana kwamba hatukutengenezwa kula nyama na mizoga yoyote. Kwa hiyo kwa kadri unavyokula kifo, automatically utapata kifo. Sasa nikija katika hata muktadha huu wa kula maiti, kwa kadri ambavyo tunataka tupate kitu kutoka kwao, naposema kula na maana kwamba tupate kitu kutoka kwao, kiuhalisia na sisi tunakufa, kwa sababu tunaweka tumaini letu kutoka kwenye kitu ambacho hakina uhai. Ukisoma katika fungu hilo la mwanzo hapo, linasema kabisa kwamba aliyesema kwamba hakika utakufa ni Mungu. Alimwambia mzazi wetu wa kwanza, ukila katika matunda haya utakufa. Na mzazi wetu au wazazi wetu wa kwanza walikula, Adamu na Hawa, na walipokula kifo kiliingia katika dunia hii. Lakini ukisoma katika hilo fungu linalofuatia hapo la Mwanzo 3, kuna malaika wa uongo ambaye ni Shetani, ambaye ni nyoka, alimuingia nyoka. Yeye alisema kwamba hata mkila hamtakufa. Kwa hiyo utagundua aliyesema tutakufa ni Mungu, alisema hatutakufa ni Shetani. Na kila tunapokuwa tukiamini maisha baada ya kifo, kama imani hizi za kipagani za watu wa Babeli, kama imani za watu wa Misri, kama imani za watu wa Ugiriki, Rumi, sisi tunaamini katika kile ambacho Shetani alikisema kwamba hautokufa, kwamba hata ukifa you are just passing away, unaenda katika maisha mengine. Na kupendekezea leo rafiki yangu, ili uweze kuwa na afya bora. Wengi wetu tumeugua magonjwa ambayo hatutakuja kupata tiba, kwa sababu tunaendelea kuwabeba wale waliokufa, tunaendelea kubeba watu mahayati katika mioyo yetu, tunaendelea kuwabeba, tunaendelea kuwa treasure. Yani ukiangalia kwenye status, mtu anatuma status ya mama yake aliyefariki, unamuonea huruma. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Si maneno yangu, ni maneno ya Mungu mwenyewe. Yani unaamini kwamba kule aliko, unaamini unaongea naye na anakusikiliza. Lakini mbona Biblia imesema kwamba kule aliko hakuna maarifa? Kule aliko baba yako hakuna maarifa. Kule alipo mume wako hakuna maarifa. Kwa hiyo unapoendelea kutaka kupata faraja kutoka kwa mtu aliyekufa, na ndio nikaita sasa ni kula, yani you want to eat from the dead. By the way, hata hatutakiwi tule kutoka kwa watu ambao wako hai. Sisi tuna mtu mmoja tu ambaye ni chanzo cha uhai. Kwenye kila semina zetu za afya najaribu kurudia hili jambo mpaka lisinki kabisa. Tunatakiwa sisi tule kutoka kwa Mungu.
we have to eat from God and God only, not from any person. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukupatia wewe uhai. Kwa hiyo natamani mno utoke katika hiyo sympathy, utoke katika hiyo kula kutoka kwa mtu aliyekufa. She is dead. Period. Amekufa, amelala, ameoza. Yani kama vile ambavyo unaona kwamba ukienda kufukua pale utakuta kwamba ni maiti ambayo haipo tena. Yani hata ile nyama yenyewe haipo, labda utakutana na mifupa, kwa sababu mifupa ni kati ya kitu cha mwisho ambacho huwa kinaingia kinaoza. Kwa hiyo utakuta mifupa pale. Definitely ni kwamba huyo mtu hayupo, hakuna conscious yoyote. Ni kama vile ambavyo ile kompyuta tuseme sasa, lile plastiki ambalo lipo katika ile kompyuta lingekuwa lina uwezo wa kukaa, yani kwamba ukitoa software linakaa wiki moja, wiki mbili, linaanza kubongonyoka. Natumia lugha hiyo. Sawa. Alafu likisha bongonyoka unalitupa jalalani. Alafu wewe unaenda kwenye ile jalala na kusema si hapa kuna kompyuta yangu. Nafikiri watu watafikiria kwamba kuna shida katika kichwa chako. Na ndicho kinachotokea. Wapenzi, hii deception, huu ulaghai ni mkubwa sana. Tunaamini kwamba tunapokuwa na aina fulani ya sympathy, kupeleka maua, kwenda kuyafagilia makaburi, tunawatendea mema waliokufa. Kiuhalisia tunafanya kazi ya bure, lakini kazi inaathiri afya zetu. Kwa sababu gani? Tunaendelea kuwabeba tukiamini kwamba wale watu wanaendelea kuishi. Sisemi hatutawakumbuka wapendwa wetu, sisemi hivyo, lakini pointi yangu ni kwamba kuna tumaini, na ni lazima tukubaliane kwamba hawa watu wamekufa, wamelala. Cha msingi ni nini? Cha msingi ni wewe na mimi ambao ni wazima, ambao tunasikiliza video hii, tumuombe Mungu atusaidie tuweze kuishi maisha ambayo yatakuwa ni salama, ili tukifa tuwe na tumaini la ufufuo. Na ndio maana maisha haya ambayo tunaishi hayana thamani kama hayana connection na Mungu. Kwa sababu ukifa ndio nitolee, na utakachokuwa unasubiria sasa ni hukumu ya moto wa milele, moto wa jehanamu. Kwa hiyo kama tutaanza kuyachukulia maisha katika mfumo tofauti, kutoka katika hizi falsafa za Kigiriki, kutoka katika falsafa za kipagani, tutaanza kuishi maisha ambayo yatakuwa yanampendeza Mungu. Tutaishi maisha ambayo tutakuwa tunaamini kwamba ni kweli tutakufa, ni kweli tutaoza kabisa, ni kweli hata tukiachwa hapa tutatoa harufu. Na ndio maana huwa hata naongea kwa dada zangu ambao wanaamini katika uzuri wao. Dadangu, uzuri wako huo ni wa muda mfupi tu. Ni kwamba ni ukisha kufa wewe, tayari uzuri wako huo siku mbili tu unaanza kutoa harufu. Unless wakakuwekee dawa zile za kuweza kupreserve kwa ili kwamba zile taratibu za mazishi ziweze kufanyika. Lakini kiuhalisia uhai ukishatoka, you are decaying. Yani wewe unamongonyoka kabisa, unaanza kuoza na unakuwa ni mfu, unatoa harufu. Kwa hiyo hata wewe dadangu ambao unaamini kwamba ni mzuri, trust you me, uzuri wako uwe katika akili, kwa sababu Mungu atakapokuja kufufua, atafufua akili, ambayo akili hii itakuwa ni matendo. Ulitenda matendo gani? Ulifanya nini? Kwa hiyo utagundua kwamba hata Biblia ambayo ndio mimi nasema ni msingi wa maisha, na wenyewe unafundisha maisha baada ya kifo, lakini haufundishi maisha baada ya kifo pale unapokuwa umekufa, ila unafundisha maisha baada ya kifo, kwamba kuna siku ambayo dunia hii itafika mwisho, na yule ambaye ni mwanzilishi wa maisha, yule ambaye ndio ana sustain sasa spirit, ana sustain roho zetu, ambaye si mwingine ni Mungu, atakuja. Na atakapokuja, atakuja kurudisha sasa tena ile pumzi ya uhai na kuwachukua wale wote ambao wametenda mema na kwenda nao mbinguni. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambako inatakiwa tule kwa Mungu, lakini si kwa wanadamu wenzetu. Lakini the worst part ni pale ambapo tunakwenda kula kwa watu ambao wamekufa. Lile ni kaburi. Pale ukifungua hakuna kitu zaidi ya mifupa. Kama amekufa jana, amekufa juzi, ni harufu kali ambayo majirani wote wanaweza wakakimbia, kama hilo kaburi liko karibu na nini? Liko karibu na makazi ya watu. Kwa sababu gani? Yule mtu amekufa. Miili hii haina thamani. Kama unaamini katika mwili huu, unaamini katika hasara. Miili hii ina decay. Miili hii inazeeka. Nikijiangalia kwenye kioo huwa nasema kumbe na uzee upo. Tunazeeka.
Hata wewe ambao unajihisi ni kijana, hata kama una miaka 15 au una miaka 20, utazeeka. Utafikisha miaka 30 utazeeka, utafikisha 40 utazeeka, utafikisha 50, 60, 70 mpaka unakwenda kumalizika huko. Wote tunaingia katika uzee. Kwa hiyo uzee is just a matter of time. Cha msingi ni nini? Cha msingi ni kwamba maisha yetu ndiyo yenye msingi yawe na muunganiko na Mungu. Tukitaka kula, let us eat the spirit, tule Mungu, tusile mwanadamu. Lakini the worst part, tunakula maiti, tunakula watu waliokufa. Acha kulia, acha kuwa na lile sononeko ambalo sasa sio la kawaida. Amekufa, amini amekufa. Huhitaji kuanza kuongea na picha. Amekufa. She does not hear anything. Yule ni kapi pale, amekufa. Hakuna consciousness, hakuna roho. Amekwisha toka. Roho kutoka ni utenganisho kati ya mwili na roho, ambayo mwenye roho ni Mungu mwenyewe, ikiwa na maana ni ile pumzi ya uhai. Hakuna conscious tena pale. Kwa naamini kwa video hii utaacha huzuni, itakupatia kwanza faraja, kwa kutegemea kwamba kama wapendwa wetu walikufa katika Bwana, tutaungana nao katika asubuhi njema. Lakini pia itakupatia faraja ya kuanza maisha, ya kutokufikiria yule ambaye amekufa. Ni kweli tutamisi, ni kweli ni majonzi, lakini na haya majonzi yote kuna siku ambayo Mungu atakuja kuyaondosha, kama unavyoona katika fungu hilo, tutakapokwenda mbinguni. Kwa hiyo haina maana kwamba hatuwezi tukawa na majonzi, lakini majonzi yetu hayawezi yakasapasi, hayawezi yakawa kana kwamba sasa tunalaumu kwa nini amekufa, wakati Mungu ndiye aliyesema kwamba kila binadamu atakufa. Kwa hiyo tujiandae, yani hata yule unayempenda sasa hivi ninapoongea, jiandae, ujue kabisa kwamba kuna siku atakufa. Kwa hiyo usiseme kwa nini amekufa na kwa nini asife, kwa sababu Mungu alisema kwamba tutakufa. Lakini cha msingi ni kwamba tuwe na tumaini, na tumaini hili halipatikani sehemu nyingine yote, bali linapatikana kwa Mungu, na linapatikana katika ufufuo ambao Yesu atakapokuja atatufufua wote tuweze kwenda mbinguni. Hiyo ndio faraja. Sayansi haiwezi kukupatia faraja hii. Afya hii ambayo leo unaipata ni afya ya roho, ambayo hii ndiyo inayopeleka uhai katika kila kiungo cha mwili wako. Hauwezi kupata sehemu nyingine yoyote, bali unakipata kutoka kwa Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa maisha. Barikiwa sana rafiki yangu.